Kuna hadithi inaenea sana maeneo ya Shinyanga na Mwanza na mikoa jirani ya kwamba John Thoban Williamson alipita Shinyanga akiwa na shughuli zake. Akawakuta wakazi wa maeneo hayo wakicheza bao kwa kutumia almasi kama mawe ya kuchezea. Akastaajabu sana, kisha akauliza wanazitoa wapi? Ndipo akampeleka wanapotoa mawe hayo kama walivyoita wao. Huko ndiko alikuta viashiria vya kuwepo kwa miamba mingi ya almasi. Williamson akaanza uchunguzi wa kisayansi, ndiyo akagundua na kuanzisha mgodi huu kubwa wa almasi. Hii ni hadithi ambayo imebaki ikisimuliwa toka enzi za mababu, lakini pia bado ni simulizi ya mitaani inayosimuliwa sana, lakini haijathibitishwa na rekodi rasmi za kihistoria. Rekodi za kihistoria zinasemaje? Kwa mujibu wa historia ya mgodi wa Williamson Diamond Mine, Williamson alikuwa mwanajiolojia aliyefanya utafiti wa kitaalamu wa miamba. Alikuwa akitafuta kimberlite pipes, aina ya miamba ya volkano inayobeba almasi. Aligundua kimberlite iliyo wazi juu ya ardhi mwaka 1940 katika eneo la Mwadui. Ugunduzi wake unatokana na uchunguzi wa kisayansi, si tukio la bahati la kukutana na watu wakicheza bao kwa almasi. Kwa nini hadithi hii imeenea? Sababu kuu ni hizi. Moja, ni hadithi ya kuvutia na rahisi kusimulia. Inaonyesha kama ugunduzi wa bahati. Mbili, katika maeneo mengi ya Afrika kuna simulizi zinazofanana kuhusu ugunduzi wa madini. Tatu, watu wa eneo hilo waliweza kuwa wanajua uwepo wa mawe yasiyo ya kawaida kabla ya uchimbaji rasmi kuanza, lakini hakuna ushahidi walikuwa wakitumia almasi kama mawe ya kuchezea. Ukweli unaokubalika. Kilicho karibu na ukweli ni kwamba baadhi ya wakazi wa eneo hilo huenda walikuwa wamewahi kuona mawe ya ajabu, lakini kugundua kuwa ni chanzo cha almasi kunahitaji uchunguzi wa kitaalamu wa kijiolojia. Williamson alitumia elimu na uzoefu wake kufanya uchambuzi wa kitaalamu hadi kugundua mgodi. Mgodi wa almasi wa Williamson uliopo Mwadui, wilaya ya Kishapu, mkoani Shinyanga, ni moja ya migodi mikubwa na ya zamani zaidi ya almasi duniani inayochimbwa kwa mfumo wa wazi. Historia yake ni ya kipekee barani Afrika. Inaanzia kwa mtu mmoja mwenye ndoto, jasiri na msafiri kutoka Canada aliyeitwa John Thoban Williamson. Mwanzo wa ndoto. Miaka ya 1920 hadi 1940. Mnamo miaka 1920, John Williamson alifika Afrika Mashariki ya Kiingereza, wakati huo Tanganyika chini ya utawala wa Waingereza, akiwa na hamu ya kutafuta almasi. Wakati huo, wataalamu wengi waliamini kuwa Tanganyika haikuwa na uwezekano wa kuwa na migodi mikubwa ya almasi kama ile ya Afrika Kusini. Lakini Williamson alikuwa na imani tofauti. Alifanya uchunguzi wa kijiolojia kwa muda mrefu katika maeneo ya Shinyanga, akitumia ramani za miamba na maarifa ya volkano. Alikuwa akitafuta kile kinachoitwa kimberlite pipe, aina ya mwamba wa volkano unaobeba almasi kutoka ndani kabisa ya ardhi. Ugunduzi wa kihistoria. 1940. Mnamo mwaka 1940, Williamson aligundua eneo la Mwadui baada ya kuona miamba ya kimberlite juu ya ardhi. Tofauti na migodi mingi ya almasi inayopatikana chini kabisa ya ardhi, huu ulikuwa mwamba mkubwa wa kimberlite uliokuwa wazi juu ya uso wa dunia. Eneo hilo lilikuwa na shimo kubwa la asili la volkano lililozibwa na udongo. Uchunguzi ulithibitisha uwepo wa almasi nyingi. Huu ulikuwa mgodi wa kwanza mkubwa wa almasi kugunduliwa Afrika Mashariki. Kuanza kwa uchimbaji. 1940 hadi 1950. Baada ya ugunduzi, Williamson alianzisha kampuni yake binafsi. Alianza uchimbaji rasmi mwaka 1940. Mgodi uliendeshwa kama mali binafsi, jambo nadra sana kwa migodi mikubwa ya almasi duniani. Katika kipindi hiki, mamia ya wafanyakazi waliajiriwa. Mji wa Mwadui ulianza kujengwa. Miundombinu kama shule, hospitali na makazi ilianzishwa. Enzi za umaarufu na almasi maarufu. 1950 hadi 1960. Mgodi wa Williamson ulijulikana duniani kwa kutoa almasi safi sana zenye ubora wa juu.
Almasi maarufu. Mwaka 1947, mgodi huu ulitoa almasi ya waridi, Pink Diamond, yenye uzito wa karati 54, iliyopewa jina la Williamson Pink Diamond. Almasi hii ilinunuliwa na familia ya kifalme ya Uingereza na kuwasilishwa kwa Elizabeth wa pili kama zawadi ya harusi mwaka 1947. Hii iliupa mgodi sifa kubwa kimataifa. Baada ya uhuru wa Tanzania 1961 hadi 1990, baada ya Tanganyika kupata uhuru mwaka 1961 na kuungana na Zanzibar kuwa Tanzania 1964, serikali ilianza kushirikiana na wawekezaji katika migodi. Baada ya kifo cha Williamson mwaka 1958, umiliki ulibadilika polepole. Hatimaye, mgodi uliingia katika umiliki wa serikali kwa kiasi kikubwa kupitia shirika la umma. Katika miaka 1970 hadi 1980, uchimbaji uliendelea, lakini uzalishaji ulipungua. Changamoto za kiteknolojia na kiuchumi zilijitokeza. Ubinafsishaji na uwekezaji mpya 1990 hadi 2010. Katika mageuzi ya kiuchumi ya miaka 1990, serikali ya Tanzania ilibinafsisha baadhi ya migodi. Mgodi wa Williamson uliingia ubia kati ya serikali na kampuni ya kimataifa. Hatimaye ukaendeshwa na kampuni ya Petra Diamonds. Serikali ya Tanzania inamiliki hisa kupitia STAMICO. Mgodi wa Williamson leo hii ni mgodi mkubwa wa wazi, open pit, unaoonekana kama krateri kubwa sana. Umezalisha mamilioni ya karati za almasi tangu kuanzishwa kwake. Ni chanzo kikubwa cha ajira kwa wakazi wa Shinyanga. Unachangia mapato ya taifa kupitia kodi na gawio. Hata hivyo, kumekuwa na changamoto za mara kwa mara kuhusu mazingira. Kumekuwepo pia mijadala kuhusu fidia kwa wananchi wanaoishi karibu na mgodi. Kwa nini ugunduzi wa Williamson ulikuwa wa kipekee? Alikuwa mtafiti binafsi bila msaada mkubwa wa makampuni makubwa. Aligundua kimberlite pipe iliyo wazi juu ya ardhi, nadra sana. Alisimamia mgodi binafsi hadi kifo chake. Mgodi wake bado unafanya kazi zaidi ya miaka 80 baadaye. Historia ya mgodi wa almas wa Williamson si tu historia ya madini, ni historia ya ujasiri wa mtafiti mmoja, mwanzo wa sekta ya almasi Tanzania, mageuzi ya kiuchumi ya taifa, na mchango wa rasilimali katika maendeleo ya nchi. Kutoka kwa ugunduzi wa John Williamson mwaka 1940 hadi usimamizi wa kisasa wa leo, mgodi wa Mwadui umebaki kuwa alama muhimu ya historia ya uchimbaji barani Afrika.